Kanali Evans Mtambi amwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Tarime pamoja na watendaji wengine kuhamia na kuishi makao makuu ya halmashauri baada ya kubaini kuwa wanaishi Tarime mjini. Na katika michezo, chama cha mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Dareva charidhishwa na ushindani wa timu zilizoshiriki ligi ya mkoa inayoendelea hivi sasa. Habari ya asubuhi mtazamaji, popote pale ulipo, karibu sana katika kipindi cha asubuhi njema. Jina langu ni Salma Shabani. Tunaanza na taarifa ya habari na baadaye ni vichwa vya habari katika magazeti yaliyotufikia asubuhi hii. Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amemwagiza mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Tarime kuhamia na kuishi mara moja katika makao makuu ya halmashauri hiyo yeye na watumishi wake baada ya kubaini amekuwa akiishi halmashauri ya mji wa Tarime ambapo ni zaidi ya kilomita 20. Musa Makali anaripoti kutoka mkoani Mara. Kanali Mtambi amemtaka mkurugenzi huyo na watumishi kuhamia mara moja kuishi katika makao makuu ya halmashauri hiyo yaliyopo Nyamwaga na hakuna haja ya kuishi mjini Tarime kwani halmashauri hiyo ishagawanywa takriban miaka 5 iliyopita. Mwezi wa 7 mwaka ujao wa fedha ukukute Nyamwaga na hao wakuu wako wa idara wote hao, anza kabisa kwa hatua, anza kuchukua hatua, wote warudi hapa Nyamwaga. Nisitaki kusikia mtumishi wa Tarime vijijini anaishi Tarime mjini. Much as tulikuwa kule zamani, tumeshaondoka, tusimame wenyewe. Mnafanya nini Tarime mjini kule? Mnawabanabana watu. Njooni muendeleze kwenu. Hello? Yes. Hii Nyamwaga iliyopo sitaki kuiona. Mtambi akiwa katika baraza hili la kujadili hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali anaitaka halmashauri kutekeleza miradi kwa kuendana na makusanyo wanaoyapata. Umetuambia kwenye vitabu huku, hii ndio halmashauri tajiri kwa mapato, lakini nimekuja makao makuu ya halmashauri, hii ndio halmashauri masikini kabisa. Uoni chochote hapa, ni hili jengo la halmashauri tu. Makao makuu ya halmashauri yako wapi? Hiyo Nyamwaga tunayoisikia iko wapi? Ulioitoa mbele ya baraza hili, hotuba ambayo inaonekana wazi imebeba maono ya halmashauri hii. Waendelee kuwa wabunifu wa fursa nyingi ambazo wanaostahili kukopa wanaweza kufanya biashara. Namna ambavyo utaona zile hoja ambazo zimekwisha kupitwa na muda kwenye halmashauri hii zikaweza kuondolewa. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amewasihi wakulima wa korosho kuendelea kuzingatia na kutumia njia mbalimbali wanazoshauriwa na wataalamu wakati huu ambapo serikali inaendelea kushughulikia upatikanaji wa salfa ya unga. Mwandishi wetu Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa zaidi. Kiuatilifu aina ya salfa ya unga hutumiwa na wakulima wa korosho kukinga mikorosho dhidi ya ugonjwa wa buriunga ambao ni hatari kwa mikorosho unaoweza kusababisha hasara ya mavuno kwa 70 hadi 100. Kuepukana na hasara hiyo, serikali imekuwa ikiwezesha wakulima bure salfa ya unga na viuatilifu vingine vya maji, ambapo katika msimu huu salfa ya unga imekuwa changamoto kupatikana kutokana na migogoro inayoendelea kati ya mataifa mawili ya Marekani na Irani. Kukabiliana na changamoto hii, wakulima wanahimizwa kutumia kwa usahihi viuatilifu vya maji ambavyo vina ufanisi mkubwa wa kutibu na kukinga mkorosho dhidi ya ugonjwa wa buriunga. Kanali Donald Msengi akiwa katika baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Tandahimba anasisitiza hilo. Napenda kuwafahamisha kwamba mwaka huu tuna upungufu wa pembejeo za korosho, hasa hii pembejeo inaitwa salfa. Ni muhimu wananchi wetu hasa wakulima wakapewa elimu kwamba salfa itakuwa pungufu, lakini ni lazima pia wataalamu wetu wa kilimo watoe elimu kwamba hata dawa ya maji inafanya kazi sawa na zaidi hata salfa. Halmashauri ya wilaya Tandahimba ambayo inaongoza kwa uzalishaji wa zao la korosho nchini tayari imewahimiza wakulima wake na kueleza kuwa salfa ya unga iliyopo, mkulima mwenye mikorosho chini ya 200 hapati na mwenye zaidi ya 200 hatapata mfuko mmoja. Bakiwa na salfa tani 16,000 ambazo zilisalia mwaka jana. Kwa maelekezo ya serikali wameamua kuleta zile salfa, na utaratibu ambao umetolewa ni yule mkulima ambaye atakuwa anaanzia mikorosho 200
atapata mfuko mmoja wa salfa. Mkulima kupata mfuko mwenye mikorosho 200 kupata mfuko mmoja, kwa kweli ni kitu ambacho hakipelekei mapato kwa mwaka huu. Kutoka Tandahimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Asante sana Adam Malima. Sekta ya madini inaendelea kuwa moja ya nguzo zinazochochea mageuzi makubwa ya kiuchumi nchini kupitia usimamizi bora wa rasilimali za madini na ongezeko la mchango wake katika maendeleo ya taifa. Taarifa zaidi na Jimmy Mengele. Akizungumza wakati wa kikao hicho, katibu mkuu Wizara ya Madini Yahaya Samamba amesema kuwa wanapaswa kutendea haki nafasi walizopewa ili kuweza kuwanufaisha wale ambao wamewapa nafasi hiyo. Tunapokuwa tumepata fursa ya namna hii, tuhakikishe kwamba tunaitendea haki ili kusudi wale wenzetu ambao wametuamini sisi tusimamie hii sekta waweze kunufaika na sekta hii kupitia migongo yetu. Dola trilioni 1 2050 ni uchumi mkubwa, ni uchumi wa kati. Kwa hiyo katika sekta ambazo serikali inatamani ziweze kuchangia ili tuweze kufika pale, sisi Wizara ya Madini tupo katika zile sekta muhimu. Naye mwenyekiti wa Tume ya Madini Dr. Janet Lekashingo amesema kuwa wakaguzi hao wanasimamia shughuli zinazofanyika na maendeleo ya migodi, ikiwa ni kanuni, sheria na taratibu pamoja na taaluma zinazotakiwa kufanyika. Yaani wao wanafanya kazi moja kwa moja kusimamia shughuli za madini pale zinapofanyika na maendeleo ya migodi, wakisimamia kanuni, sheria na taratibu pamoja na taaluma zinazotakiwa kufanyika huko chini kabisa. Kwa upande wake, mkuu wa Shirika la Taifa la Madini Dr. Venus Mwase ameshukuru katibu mkuu kwa kuwawezesha kuwakutanisha kwa pamoja. Mtaona kwamba mafanikio tunayoyapata kwenye makusanyo hawa ni sehemu kuu ambayo inatuwezesha kufikia malengo hayo. Kwa hiyo tunapenda kushukuru sana katibu mkuu kwa kuwezesha hili lifanyike. Shirika la Madini la Taifa, wengi mnaweza mkawa mlifahamu, ni shirika la umma lililoanzishwa mwaka 1972. Lilianzishwa kwa madhumuni ya kuwekeza kwenye sekta ya madini kwenye mnyororo wote. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Changamoto ya malori kutokuwa na maegesho rasmi katika halmashauri ya jiji la Mbeya na halmashauri ya wilaya ya Mbeya na kusababisha usumbufu wa ajali kwa watumiaji wengine wa barabara, halmashauri hizo zimeanza kuchukua hatua ya kutenga maeneo ya kiasi cha fedha kwa ajili ya ujenzi wa maegesho hayo. Taarifa ya Epimacus Apolinari inafafanua zaidi. Mara kwa mara maroli yamekuwa yakisimamishwa na kuegeshwa pembezoni mwa barabara na maeneo mengine yasiyokuwa rasmi katika halmashauri ya wilaya ya Mbeya na Mbeya jiji, hali ambayo imetajwa kuleta usumbufu kama ambavyo viongozi wa halmashauri zote mbili wanavyoeleza. Pale Iwambi kuna eneo ambalo tunataka tuyahifadhi maroli ambayo yanapaki kwenye barabara hii zaidi ya maroli 100, hasa maroli ya mafuta. Lakini huu ni mpango wa muda mrefu, sababu tunahitaji zaidi ya milioni 200 kuhakikisha kwamba tunalitengeneza eneo hili. Kama eka 7 hivi ambao tutaweza kupaki malori mangapi kwa siku moja? Kwa siku moja yanaweza yakafika hata malori 30. Tuna budget ya kuanzia almost milioni 80 tulishaipitisha, na ni azimio letu na ni ajenda yetu kubwa kuhakikisha stendi ile inajengwa na itakamilika kwa wakati. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Beno Malisa amesema maroli hayo huchangia katika ajali zinazotokea kutokana na kuegeshwa katika maeneo yasiyokuwa rasmi na kuzitaka halmashauri zote mbili kukamilisha ujenzi wa maegesho hayo haraka. Tafadhali tengenezeni proper stand malori. Maeneo mnayo. Mbali ya kuwa ni kitega uchumi na ni chanzo kipya cha mapato, lakini ajali nyingi zinasababishwa kwa madereva kutoona upande wa pili kwa sababu ya malori mengi ya kupaki. Kiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimacus Apolinari, Channel 10. Turejee tena mkoani Mtwara, mtazamaji, ambapo mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Donald Msengi amekitaka chama kikuu cha ushirika cha wakulima katika wilaya za Tandahimba na Newala TANECU Limited kuhakikisha hadi ifikapo tarehe 30 Juni mwaka huu wawe wamelipa fedha zaidi ya shilingi milioni 80 wanayodaiwa na halmashauri ya wilaya ya Tandahimba.
Mwandishi wetu Adam Malima anarejea tena hapa kutoka huko mkoani Mtwara. Kanali Donald Msengi ametoa agizo hilo wakati akizungumza kwa baraza la madiwani la halmashauri ya wilaya Tandahimba la kujadili hoja ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG aliyetoa hati ya kuridhisha baada ya ukaguzi kwa mwaka wa fedha 2024-2025, huku hoja ya chama kikuu cha ushirika TANECU Limited ya kutowasilisha fedha kiasi cha zaidi ya shilingi milioni 80 za ushuru wa mazao kwa halmashauri ikitia doa hati ya CAG kwa halmashauri hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, TANECU hawana nafasi wala excuse ya kushindwa kulipa deni. Haiwezekani ushuru wa halmashauri ushindwe kulipa, ni lazima walipe. Narudia rasi pamoja na mkurugenzi wa halmashauri Tandahimba, hoja hii ya TANECU kudaiwa ifungwe ifikapo 30 mwezi wa 6 kabla mwaka wa fedha ujaisha. Madiwani wa halmashauri ya wilaya Tandahimba wanaeleza kuwa kitendo cha TANECU Limited kutotoa fedha hizo kinahujumu jitihada za kuleta maendeleo kwa wananchi ambao ndio wanachama wa chama hicho. Tungejenga vyoo kwenye shule zetu za msingi, tungefanya shughuli nyingi za kimaendeleo. Mkwamo wa maendeleo TANECU wametusimamisha. Mimi nitaendelea kusema, nitaendelea kulia na TANECU kila siku. Hii mimi naamini TANECU kutokulipa deni sio kwa sababu hawana pesa, ni makusudi. Kwa hiyo pesa inabidi tu ilipwe ili iweze kusaidia halmashauri yetu, hususan kwenye wakulima. Ile ikilipwa itaweza kusaidia sana kwa kiasi kikubwa kwa wakulima. Kwa hiyo mpaka tarehe 30 mwezi huu deni wao washamaliza watu wa TANECU. Kutoka Tandahimba mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Kamati ya ulinzi na usalama wa wanawake na watoto mkoa wa Mwanza MTAKUWA imezindua kampeni ya Amsha Ari ya kuhamasisha malezi bora, kuzuia mmomonyoko wa maadili na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mkoani Mwanza. Henry Kavirondo ana taarifa kamili kutoka mkoani Mwanza. Tunafurahi sana kuja kuwatembelea soko la Mirongo kwa sababu tumewiwa na mambo mengi ambayo yanatokea, kwa sababu pia hapa sokoni hii ni jamii, wanakuwa wanakuja na watoto hapa sokoni. Wanapokuja nao hapa sokoni wenyewe wanaendelea na biashara ila hawaangalii wale watoto. Mwenyekiti mwenza wa kamati hiyo mkoa wa Mwanza Yasin Ali amesema kampeni hiyo iliyozinduliwa katika soko la Mirongo itafanyika nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, pango kwa pango, kutokana na maeneo hayo kuwa hatarishi kwa malezi ya watoto. Kampeni hii ya Amsha Ari ya kuhamasisha malezi bora, kuzuia mmomonyoko wa maadili na kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa mkoa wa Mwanza tunayoizindua leo hapa sokoni Mirongo, ni kampeni ambayo itaenda nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, pango kwa pango. Unaona mji wetu unaitwa Rock City, kuna mapango pia yamegeuka kuwa ni hatarishi katika malezi na ulinzi wa watoto. Kwa tutafikia makundi yote kwa njia mbalimbali. Kwa upande wao, wajumbe wa kamati ya MTAKUWA mkoa wa Mwanza ambao ni viongozi wa dini wameitaka jamii hiyo ambayo ni waumini wao kuwa na malezi bora kwa watoto sambamba na kujiepusha na vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wanawake na watoto. Kwa hiyo tunachowahimiza ni kuhakikisha kwamba tunatokomeza masuala ya ukatili kwa wanawake na watoto, lakini pia hata wale watoto wanaoishi katika mazingira magumu. Lakini lengo kubwa la sisi kama MTAKUWA ni kuhakikisha mmomonyoko wa maadili unarejea kama sisi tulivyolelewa na wazee wetu na wazazi wetu. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, wafanya biashara wa soko la Mirongo lililopo katika kata ya Mirongo jijini Mwanza wameipongeza kamati hiyo kwa kutoa elimu inayopinga vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto, inayohamasisha pia jamii kuendelea kudumisha amani nchini. Tunapofika sokoni tunakuwa busy sana wa mama na biashara. Unakuta mtoto wangu mimi kapitia na mtoto wa jirani yangu wameenda kuzunguka. Kwa hiyo kwa kwetu sisi wakina mama wajasiriamali wa sokoni tunakuwa na wakati mgumu. Kwamba wazazi inatakiwa tujue wajibu wetu na jinsi gani tuishi na watoto wetu kwenye jamii. Mimi ni Henry Kavirondo, Channel 10 Mwanza. Wananchi wamejitokeza katika viwanja vya Mwanamashungi mkoa wa Kusini Pemba kupokea hati zao za umiliki wa ardhi kutoka Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi Zanzibar, zoezi ambalo linaenda sambamba na utoaji wa elimu kuhusu matumizi bora ya ardhi kwa maendeleo ya uchumi. Taarifa zaidi na Masanja Mabula kutoka Kusini Pemba.
Wakizungumza kwa bashasha mara baada ya kukabidhiwa hati hizo, baadhi ya wananchi wamesema hatua hiyo imekuwa faraja kubwa kwao na imewapa hakika wa kumiliki rasmi ardhi zao. Kwa kweli la msingi, mtu atakaponunua lazima aambatane na serikali ili kupata mashiko baina yeye na serikali na atakayemuuzia, la si hivyo atakuja yumba tu mbele. Kwa ulimwengu wa sasa, kama huna document lazima utayumba. Shukuru sana hii hati kwa sababu hatuipati kwa gharama kubwa. Ni hati ambayo unapewa, hata maskini wa Mungu aweza kuimiliki hati yake, hati miliki. Hiyo serikali tuipongeza sana. Najisikia furaha. Tena najisikia furaha, alafu na mapana hasa. Utafutaji wa haki kwamba wajitahidi sana kuja zao moja kwa moja mpaka hakimiliki wakapata haki zao. Mgeni rasmi katika hafla hiyo ni mkuu wa mkoa wa Kusini Pemba Hadidi Rashid Hadidi, ambaye amewataka wananchi kufuata ipasavyo miongozo ya matumizi na umiliki wa ardhi ili kuepusha migogoro isiyokuwa ya lazima. Zingatia mpango mkuu wa matumizi ya ardhi na hatimaye kuepuka migogoro mara baada ya kununua ardhi hiyo. Penda kusisitiza kuwa utoaji wa elimu ya ugawaji wa hati za ardhi ni hatua muhimu katika kujenga mustakabali nzuri wa taifa letu, usawa, haki na maendeleo. Kwa upande wake, afisa mdhamini Wizara ya Ardhi Kisiwani Pemba Bakari Ali Bakari pamoja na mratibu wa Kamisheni ya Ardhi Kisiwani Pemba Faki Ali Makame wamesema serikali itaendelea kusogeza huduma za karibu na wananchi kwa kuhakikisha zoezi la upimaji na ugawaji wa hati za umiliki wa ardhi linafanyika kwa uwazi. Tunapata fursa ya kuelimisha wananchi sheria na taratibu za migogoro ya ardhi ili iondoke, lakini sheria za ardhi ili wananchi waelewe utaratibu na utawala ardhi ukoje. Viwanja vyote 800 na zaidi vimepimwa kwa fedha ya serikali na bila mwananchi kutoa pesa yoyote. One juhudi za serikali katika kuendelea kuwapatia haki ya matumizi ya ardhi wananchi wake. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Na katika michezo, uongozi wa chama cha mpira wa wavu mkoa wa Dar es Salaam Dareva kupitia kwa mwenyekiti wake Fredi Mshangama ameeleza kuridhishwa na ushindani mkubwa unaoonyeshwa na wachezaji kutoka timu mbalimbali zinazoshiriki ligi hiyo, jambo ambalo linachangia kuijenga timu bora ya taifa na mkoa. Mshangama ameeleza hayo wakati wa mwendelezo wa ligi hiyo ambayo imeendelea kushuhudia ushindani wa hali ya juu, jambo ambalo amelitaja kama tija kwa maendeleo ya timu bora ya taifa. Ushindani umeongezeka na kadiri miaka inavyokwenda ligi ya Dar es Salaam inakuwa ngumu sana. Watu wanasajili, viwango vinaongezeka, watu wanaenda kutrain kwa sababu wanajua timu zinasajili. Kwa hiyo kumekuwa na uamko mkubwa sana katika ligi ya mkoa wa Dar es Salaam. Katika level ya national team ninaamini kwamba wachezaji wasibweteke kwa sababu ukiangalia national team yetu iliyokwenda haikuwa mbaya, isipokuwa ni wachezaji hawapati ule muda mrefu wa kukutana wao, lakini kutunza kile wanachokipata. Tumekuwa na shida pia katika timu zetu kwamba watu wanacheza kwa msimu. Anacheza kwa msimu huu, wakuta msimu mwingine anakuwa mchezaji sio yule uliomtegemea katika msimu wa jana. Hilo ndio shida. Lakini kama wachezaji watazingatia miko na taratibu za kiuchezaji na kufuata program za makocha na maelekezo, mimi naamini taifa letu linaweza kufika mbali katika mchezo wa mpira. Na ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 mtazamaji. Tuende mapumziko mafupi, alafu tukirejea hapa tutakuja kupitia vichwa vya habari ambavyo vimeandikwa kwenye magazeti yaliyotufikia asubuhi hii. Jina langu ni Salma Shabani.